Tuendelee ama tusiendelee? Yes, karibu sana ndugu yetu, familia yetu, mtu wetu wa nguvu, mtu wetu wa maana kabisa. Na hii ni The Gossip Table, tayari tuko in the house. Tuko hapa kuzungumza majambo, na jambo la leo ni zito kabisa. Ni zito, linabebeka lakini zito mno. Uko poa? Uko good? Yeah, niko good alhamdulillah. Weekend imeisha. Weekend fulani hivi tumeimaliza kiubabe sana. Hivi kwenye juma la wiki siku gani ambayo uipendi? Mimi sipendi Jumatano. Mimi sipendi Jumatatu. Jamani, mimi Jumatatu toka nasoma hii siku naichukia sana. Kwanza kishafika Jumapili jioni unaanza kusonya. Jumapili na wahigi kuisha. Bwana, tuko na story hapa. Yeah. Sawa, kuhusiana na Mama Dangote. Na hii ni kutoka kwa mujibu wa maelezo ya Maimasa. Ndio. Maimasa ndio ametusanua na hii story bwana. Huyu mbea mwenzetu, inasemekana kwamba Mama Dangote eti anachumbiwa mwezi wa 7. Ng'ombe azee kibaini bwana. Kwa kweli. Anaolewa. Lakini kitu ambacho kinatuchanganya, tunachofahamu ni kwamba Mama Dangote alikuwa na mahusiano na Uncle Shamte, na mahusiano hatujui kama wameshaachana au vipi, na tunasikia pia walifunga ndoa. Yeah. Sasa hiyo inatuvuruga, wandewa tuelewi, watesi atuelewi. Bwana, mahari tumesikia inatoka mwezi wa 7. Inasemekana hivyo. Na sare pia. Vikundi, grupu. Mpaka sare tayari. Ya sare yale. Unajua kuna magrupu ya michango. Yanakuepo yale. Story ndio iko hivyo kwamba Mama Dangote for this time around tumepata habari mapya kabisa amevuka. Maana haya mapya na mazito. Na ni mazito. Maana tulikuwa tunajua kwamba Mama Dangote yuko kwenye ndoa na Uncle Shamte. Tunaamini hivyo. Sasa sijajua, labda zekana break up ya muda mrefu. Labda inaweza kuwa kuna break up ambayo ilipita, lakini sisi hatukuifahamu. Na mpaka kufika kwamba inafikia hatua kuna mipango mingine ya mtu kuanzisha mahusiano mengine, tena sio mahusiano tu, bali ni ndoa ndani yake. Na inaonekana jambo kama lilikuwa linapikwa kimya chini linapikwa kimya. Kuna kipindi watoto walizungumzaga hususan Esma. Walisemaga wanatamani sana Mama Dangote azae na Uncle Shamte ili waongezeke, kwa sababu wako wawili tu wenyewe. Kwa hiyo tamani azae na Uncle Shamte ili waongezeke wawe hata watatu. Uncle Shamte naye pia na watoto wakubwa unajua. Uncle Shamte na watoto wakubwa, kwa sababu kiukweli tumepata hizi habari kwamba Uncle Shamte na Mama Dangote ni muda mrefu sana. Inaweza ikafika kwa kukisia, inaweza kafika miaka hata 4. Uncle Shamte yuko na of course. Ni muda mrefu sana. Kwa hiyo ili inawezekana wame broke up au wameachana muda sana. Ndio. Bafu hatujasikia chochote. Lakini Maimasa mbona hajatuletea habari za Uncle Shamte? Na ndio hapo sasa kitu ambacho kinatuchanganya hata sisi kwamba yani story ya Mama Dangote na Uncle Shamte iliisha lini. Na ukiangalia na kweli mimi kuna siku yani ni muda mrefu kidogo sijaona Mama Dangote akiwa karibu na Uncle Shamte. Sijawaona sana tunamuona Mama Dangote yuko na familia yake, sana yuko na Esma, wataenda sehemu fulani. Nina muda sijawaona, na watu ambao tujawazoea, walikuwa wamezoea wanajiposti sana, wanaonekana kwa pamoja vacation kingine kama hivyo. Kwa hivyo wenda labda ili uhusiano pia limeyumba muda mrefu na likawa siri. Sio ndio vizuri likawa. So unajua hii ni familia ya watu maarufu. Tumzungumzia Diamond Platnumz, kizungumzia Esma, na watu maarufu sana pamoja na mama yao. Kwa hivyo wenda kama swala hilo litokea likawa liko chini ya carpet sana. Na nikashangaa mpaka linatokea na Mai hakulinasa hilo kweli. Mpaka watu wanaachana, Maimasa hukulinasa hilo. Umekuja kulinasa la mahari. Mambo mazito. Lakini watu wanasema kwamba sio mbaya kama Mama Dangote kaamua. Japo kwa umri wake watu wanasema kwamba at least angetulia tu na Uncle Shamte. Kweli kutokana na distance ambayo tulikuwa tuioni kwa Mama Dangote na Uncle Shamte, hii inatuaminisha kwamba inawezekana ikawa ni kweli ndani yake kutakuwa kuna hilo jambo la harusi au la ndoa. Unaelewa vizuri, kwa sababu tukirejesha siku nyuma ile moment ya Mama Dangote pamoja na Uncle Shamte tulikuwa tunaona akipostiana vacation kama unavyosema, out hapa na pale, picha za hapo na pale, mabusu ya hadharani. Ilikuwa inaonekana hiyo, lakini muda mchache baada ya tuone tukajua kuna vitu
watu wako busy na mambo yao, umeelewa? Lakini ukweli ni kwamba Maimasa amekuja na surprise, kitu kikubwa sana, kwamba kwa mama Dangote kwamba sasa anataka kufanya ndoa ya gharama, yani ndoa ambayo kama Uncle Shamte ilifanywa basi hii itakuja, yani ndoa ya kitajiri. Si umeelewa vizuri? Nadhani hiyo ndo lengo na mazumuni ya Maimasa kutuletea hii habari. Ni habari ya ukweli, ni habari ambayo hata tukiangalia, tukipitia baadhi ya comment kwake, nimeona kuna watu pia wameshangazwa na hii taarifa ya Maimasa. Na Maimasa alimpigia simu mama Dangote kwamba vipi mwaliko na nini, umeelewa? Kwangu mimi, kama ni kweli, basi tumuombee kheri ya fanaka kwa mama Dangote, kwa sababu siku zote kuachana so vita. Kama kweli wameachana, maana ni kweli, kwa sababu mwanamke hawezi kuolewa ndoa 2 au 3 4. Ndoa yake moja aachwe ndipo aolewe. Iko hivyo. Kwa inawezekana kaachwa, subirie. Watu wenyewe pia wanatamani kumjua mwanaume anayemwoa Madangote ni nani. Na inavyoonekana inasemekana ni kibopa. Ni kibopa kwa sababu pia nasikia tu kwa upande wa mwanaume wako, yani wako speed sana kufanikisha swala la mahari. Na unaambiwa yani hata shughuli yenyewe haihitaji watu wengi. Unaambiwa wanahitajika wageni 20 tu na wasizidi. Bas. Wageni 20 tu. Kistaa zaidi yani. Manake wageni 20, manake si familia tu hapa. Familia tu. Yaani ni familia tu, hakuna wale watu wale wengine. Watu baki manake. Wazamiaji. Manake kuna wale watu ambao wanaweza kama umepewa kadi lakini umekaa kama mzamiaji. Mimi nipite na comment kupitia ukurasa wa Maimasa. Huyu anasema, anaitwa Prina Vilote, anasema hii imekuja saa ngapi tena jamani? Damai kasema hivi. Huyu anasema Damai wewe kiboko. Ndio. Huyu anasema mashallah mwanamke ni mpe hongera zake mwanamke, maana kuachika si dhambi. Umeelewa? Huyu anasema Damai heshima basi iwe ifate mkondo wake. Yameanza lini tena haya? Ndio. Huyu hapa anasema mzee anaitwa J Moto, anasema mzee wetu Uncle Shamte vipi tena? Huyu hapa anasema hii sio kweli. Huyu hapa anasema maana nimegundua kuna vitu vingi sasa sijajua hapa. Labda kwa upande wako wewe huko. Kuna comment nimekutana nayo. Kuna huyu mmoja amesemaje, Esma na mama yake wanaolewa kila siku. Esma na mama yake? Tuliona Esma Platinum kwenye Instagram, niliona kwamba anasema hili tena basi penzi lake hili ndo la mwisho. Wanasemaga tu. Niliona hiyo. Wanasemaga tu. Yaani unajua Ching, comment kuhusiana na issue ya Mama Dangote imekuwa ni nyingi. Watu wamepatwa na hisia kali sana. Ila asilimia kubwa na watu tu wanashangaa, kama tulivyoshangaa mimi na wewe kuhusiana na Uncle Shamte. Wanatamani kujua imekuwaje, ama Uncle Shamte kaenda wapi, mbona mambo yamekuwa kwa haraka sana. Sio la vizuri. Lakini sisi cha kusema tu ni kwamba hatuwezi kujaji sana, hatuwezi jua nini kilitokea. Unajua unapotokea wakati wawili wapendanao wakaitarafiana ama wakagombana, unataki kusimama upande mmoja. Kabisa. Kama huelewi kitu bora tu nyamaze. Kwa hivyo mpaka Mama Dangote kuamua tena kuja tena kukutaka kuolewa kwa mara nyingine, huenda pia hajataka hizi mambo kama za mama wengine wa mjini ambapo wanakuwa na ruka. Tunaelewa vizuri. Mara amekuwa na huyu, mara amekuwa na yule. Yaani hata kama anabadilisha wanaume basi awe kwenye ndoa. Kwa sababu toka tumemfahamu Mama Dangote tukai kujua mwanaume wake baada ya kuachana na mzee Juma Abdul, tukamjua Uncle Shamte. Sio la vizuri. Kwa hiyo baada ya Uncle Shamte sasa anakuja mtu mwingine. Kwa hiyo inaonekana Mama Dangote ni mtu ambaye anapenda kukaa kwenye stara kwenye ndoa. Tumuombe tu heri. Ni jambo zuri kwa sababu yule ni mama, ana heshima yake kama mama mtu mzito, alafu pia lazima kuna baadhi ya vitu uweke wenyewe wasema miiko na mipaka. Lazima iweko pale. Kwa hiyo mimi nimpongeze pia Mama Dangote kwa kukimbilia swala hili, kwa sababu mwisho wa siku hatukuona
kwamba labda kulikuwa kuna mahusiano au na nini umeelewa, moja kwa moja watu wamesimamia kwenye ndoa, na hiyo ndio heshima ya mama, heshima ya mwanamke yoyote ambaye hajaolewa na labda ameolewa ameachika, heshima yake kuingia kwenye ndoa. So nimpe pole Uncle Shamte, kwa sababu kwa namna hii inakuja picha kwamba hawa wawili tayari washatalakiana, umeelewa, ndo mpaka imefika hatua inatangazwa ndoa nyingine, na tutegemee mahari atapokelewa mwezi huu unaokuja, mwezi wa 7. Yeah, kwa hiyo tumpongeze Mama Dangote of course, na tumeona ni baraka. Hata Diamond yenyewe sasa hivi yuko Morocco, maisha yanaendelea, umeelewa. Sasa inakuwa mbaya sana mama yako ana scandal tofauti, alafu wewe unaendelea kufanya mambo yako ya furaha, unajua. Kwa hiyo hii furaha kwa furaha. Kwa hiyo Diamond katoka Morocco, nadhani sasa hivi atajiandaa kwenye swala la, na uzuri kwamba tuseme tu hongera nyingi kwa Diamond, sababu Diamond kabahatisha kuwa na mama ambaye ni mama wa star, yani anaingia kwenye orodha ya mama wa mastar ambao hawana scandal wala kuzungumziwa vibaya, yani kuhusiana na mambo hizi scandal chafu. Tunaona vizuri. Yes, tukimtoa mama yake Alikiba, ni mama ambaye katulia, kumsikia hata akizungumziwa vibaya, mama wa dini. Yes. Lakini pia kuna mama yake Harmonize na mama wengine, lakini pia mama yake mama yake Diamond. Yani ni mama wa mastar na mama yake Chingi pia. Na mama yake umetisha kinyamwezi zaidi. Yes, mama yake Chingi pia anaingia kwenye orodha ya wamama mastaa ambao wazungumzwi vibaya na skendo mbaya. Ila Chingi ni hiyo. Kwa hivyo kuna wakati pia hata kama ni mama wa mtu maarufu, basi kuna maisha yako pia unatakiwa uyaishi. Sio kama ukishakuwa mama wa mtu maarufu unatakiwa uishi maisha mengine. No, kuna maisha yako pia ile ambayo unatakiwa uyaishi japo kwa heshima na stara, kama vile ambavyo Madangote kaamua kufanya. Sasa jambo hili ni kweli ama si kweli? Maimata, kama umetuingiza Chingi wewe kama ndugu yangu, unasemaga umeniingiza King, umeniingiza mkenge. Sawa, lakini kwa upande wako una maoni gani kuhusiana na issue nzima Mama Diamond ama Mama Dangote, Mama Simba na Masimba, au Mama Nasib, Mama Esma basi kuamua kuolewa kwa mara nyingine tena mara baada ya ndoa yake na Uncle Shamte? Maoni yako ni yapi? Basi drop comment yako hapo, lakini bado nakukumbusha kusubscribe, kushare na kulike. Tuko live mjini Instagram of course. Kwa ndugu zetu ambao mnatufuatilia, hakikisha una subscribe pale YouTube, lakini pia unatufuatilia kupitia akaunti yetu ya Instagram ukiandika 69 Media TZ. Unatufollow, una like, unakutana na story kibao pale, inakuwa ni unyamani. Of course tumemzungumzia Mama Diamond. Mama Diamond, Mama Dangote, Mama Simba na Masimba. Kuhusiana na maarufu. Kuhusiana na ndoa. Hivi karibuni tutegemee bana mama ataingia kwenye stara nyingine. Itakuwa ni ya 3, ya 4 au ya 2. Itakuwa ya 3, itakuwa kama ya 4 fulani. Ya 4. Ukitoka kwa yule babake mwenyewe, babake Diamond ambaye tumekuja tumemjua, kija kwa mzee Juma Abduli, kija kwa mzee Shamte, inakuja hii. Orodha za ndoa hizo tulikuwa tunazipigia tu hesabu ni vipi like mother like daughter. Saluti sana ndugu yetu. Kwa heshima, tukutane tena wakati mwingine. Yep.